automatically ukiwa ni mtu wa Mwanza, na maana timu zako zote ambazo ziko Mwanza zile ni timu za nyumbani. Yeah. Okay. Leo mmeweza kupoteza dhidi ya Simba, timu kubwa kabisa ambayo inaelekea kutaka kupigania ubingwa wa ligi. Inaonekana kuna kipindi cha kwanza hivi mkarudisha goli kama moja kwa moja, lakini baadaye inaonekana kama baada ya kufungwa goli la pili mwisho wa siku mlikatika. Hii unaizungumziaje? Nadhani tu ni mambo ya kiufundi zaidi, kwa sababu timu ilikuwa imejiandaa kuja kupambana, na ndio maana unaona walitanguliwa goli, lakini mwisho wa siku tuliweza kusawazisha. Nadhani ni tactical tu ndogo ndogo. Ukifanya makosa kwenye mchezo wa mpira wa miguu lazima uadhibiwe. Kwa hiyo makosa ambayo yalifanyika ndio yaliyotugharimu na kutuadhibu kwa siku ya leo. Lakini kikubwa, pongezi sana kwa wachezaji kwa sababu wamefanya kazi kubwa na pia wametoa ushindani ambao mpira wa miguu ni mchezo wa wazi na ni mchezo ambao unaonekana. Kwa kila mtu ameona kazi ambayo Pamba Jiji wameifanya. Pamba Jiji tunasikia wamekuja na ndege na saa 3 wanaondoka. Ni utaratibu wa siku zote? Sio utaratibu wa siku zote, lakini ukiangalia ratiba ambayo vilivyo Pamba anatakiwa kucheza na Mtibwa tarehe 17. Leo ni tarehe 14. Ungekuwa wewe ndio ambaye una manage ile timu, ulikuwa unaweza kufanyaje ili kuendana na mtiririko wa ratiba? Timu inatakiwa Dar es Salaam, lakini inatakiwa iwe Mwanza na ipate muda wa kulikava na muda wa kufanya mazoezi. Kwa hiyo nadhani hizi zingine ni siasa tu za kwenye football, lakini uhalisia unajionyesha kwamba ratiba ndio imesababisha Pamba waweze kusafiri na ndege. Pamba sio mara ya kwanza kusafiri na ndege. Walienda kucheza playoff na Coast. Walikuwa wanaenda kucheza Tanga, na hatukuweza kubahatika kwa msimu ule kuweza kupanda daraja. Timu iliondoka na ndege kutoka Mwanza paka Tanga. Kwa hiyo hizi zingine ni propaganda tu za kwenye football ambazo hauwezi kuzizuia, lakini cha msingi nadhani ni katika tu uwajibikaji wa kufuata ratiba ya bodi ya ligi. Kwa ni kweli kwamba hakuna mtu aliyetia mkono kusema bwana Pamba nyewe mtaenda na kurudi na ndege? Tunamshukuru mkuu wetu wa mkoa wa Mwanza Mtanda Saidi. Yes, huyo ndio wa kushukuriwa na viongozi wote wa timu ya Pamba kuweza kuhakikisha timu inasafiri luxury. Kuna mtu yote ambaye anaweza akatia mkono, kwa sababu mimi naamini hii ni timu ya jiji, hii ni timu ya wananchi wa Mwanza. Kwa hiyo mwisho wa siku jiji wanajiweza kuweza kuihudumia timu yao. Kwa hiyo pongezi kwa RC, mkuu wa mkoa wa Mtanda. Safi sana. Wewe kama shabiki mkubwa sana wa Pamba Jiji kutokea Mwanza kule. Kuna mchezaji wenu ambaye ni tegemezi kwa sasa hivi, kiwango chake ni bora kabisa. Tunasikia kuna sehemu amesaini, hatuna uhakika sisi kama waandishi tu. Tungependa kuweza kujua inawezekana hiyo ndio sababu ilomfanya labda asiweze leo hii kucheza. Sasa hizo ni sababu za kiufundi, na mimi ni shabiki kama wewe unavyosikia. Mimi pia ni shabiki tu wa timu ya Pamba. Mambo mengine yote tunayaachia benchi la ufundi. Kwa hiyo ili swali moja kwa moja lilikuwa linamlenga mwalimu. Mimi ni shabiki tu, kwa hiyo siwezi kusema na kujifanya najua sana, ila naamini ni sababu za kiufundi na za mwalimu mazoezini hakuweza kuona kama anaweza kutumika siku ya leo, lakini sio vinginevyo. Mechi zimebaki 4, mnajiona wapi mpaka ligi kuisha? Kusalia kwenye ligi kuu ya Tanzania bara. Ndio malengo ya Pamba sasa hivi. Yes. Kusalia kwenye ligi kuu Tanzania bara. Yes. Kwa sababu kwa hesabu zilivyo hizo mechi 4 bado ni ngumu, ambao wana uhakika wa kuendelea labda kusalia kwenye ligi kuu Tanzania bara inawezekana ni nafasi labda 4 au 3 za juu ambazo sisi pia hatupo. Mpira ni mchezo wa mahesabu, kwa hiyo hatuwezi kujiamini kiasi hicho. Kwa hiyo malengo ni kumaliza kwenye nafasi za juu, lakini kuhakikisha pia tunasalia kwenye ligi kuu Tanzania bara. Na tukizungumza kifootball, unampa nani garantia kwa bingwa? Hapo tunazungumza kifootball. Nani ambaye anaongoza kwenye ligi kwa sasa? Ndio umesema kifootball sasa, na mimi ndo nakuuliza swali. Nani ambaye anaongoza kwenye ligi kwa sasa? Kwa gap la pointi ngapi? Basi tuangalie ligi inavyoenda. Kwa namna sasa ambapo natazama sasa kifootball kwenye alama 2 ambazo zimesalia na michezo 4 kwa kila timu. Nani unampa garantia kwa bingwa msimu? Let's say tuseme kwa mfano ligi inaisha sasa hivi, nani anakuwa bingwa? Ligi inaisha sasa hivi, yani tuseme basi Yanga bingwa. Yanga Yanga bingwa. Yanga bingwa. Asante bwana. Asante sana.